Naam, karibu tena mtazamaji. Mahakama ya Mazingira na Ardhi imesitisha kwa muda shughuli zinazoendelea za kuondoa na kubomoa nyumba za wakazi eneo la Makongeni hapa Nairobi baada ya ombi la dharura kuwasilishwa na chama cha wakazi wa Makongeni pamoja pia na walalamishi wengine 5 waliodai kwamba ubomoaji huo haukuwa halali. Hii inajiri wakati maelfu ya wakazi tayari wamelazimika kuhama baada ya nyumba zao kubomolewa Jumamosi kulingana na walioathirika. Uamuzi huu wa mahakama umeleta nafuu kwa wale ambao bado hawajahama, huku wengine wakiwa wamelazimika kulala nje bila pesa, chakula au hata mahali pa kwenda. Hii hapa taarifa iliyoandaliwa na Wanjiku Wanjiru na kutiwa sauti na Jeff Kirui. Wakazi wa Makongeni wamekuwa wakihangaika kuhama kutoka sehemu ambayo imekuwa makazi yao kwa miaka, kupisha mradi wa makazi ya bei nafuu. Baadhi wamefanikiwa kuondoka kwa wakati, huku wengine wakipigwa na butwaa pale tinga ya kubomoa ilipoanza kuvunja nyumba zao bila notisi. Kwa nimeenda kazi yangu ya soko kuuza mamtumba zangu kule mashinani mashambani. Nikaweza kusikia kuna nyumba zinabomolewa kwamba huku sehemu yetu kama Kongeni. Kisha baadaye nilikaweza kupanda gari nikikuja, nikaweza kupata kuna hiyo bulldozer. Kisha bomoa mali yangu na vitu viko ndani. Kwa msema kwamba nilikuwa nimechelewa. Ingawa baadhi yao walipokea fidia shilingi 150,000 walioahidiwa, wengine ambao hawakupokea wamebaki wakihangaika bila pa kwenda baada ya serikali kuwapa siku 5 za kuondoka, muda ambao haukukamilika kabla ya ubomoaji kuanza. Nimefanya kwa railway miaka 24 kwa railway. Tukakuwa retrench 1998 mpaka saa hii tunaambiwa tunajilipwa. Hata maneno iko kotini, wanasema mtu nimefanya kwa railway miaka 24. Sasa saa hii nalala nje. Pesa yote sijapewa. Vile tulikuwa tumeambiwa tutalipwa, hatujalipwa sisi watu wa biashara. Mimi ni mwana biashara, nyumba nilikuwa nakodeshwa hapa nikae. Sasa mwenyewe alipata pesa akaenda. Mimi nikabaki bila chochote hata kitu. Uamuzi wa mahakama ya mazingira na ardhi umewapa afueni waliokuwa ukingoni mwa kukumbwa na mkono wa tingatinga baada ya kuamuru kusitishwa kwa ubomoaji na uhamishaji unaoendelea. Hii inafuatia ombi lililowasilishwa kwa niaba ya jamii ya Makongeni, wakidai kuwa walengwa walikata maji na umeme kinyume cha sheria na kuwatuma maafisa kuwatisha wakazi, hatua zilizokiuka haki za kikatiba za utu, makazi na kufuata utaratibu unaostahili. Jaji Charles Mbogo ameagiza huduma za maji na umeme kurejeshwa mara moja na kuwakataza waliohusika kuendelea na uhamishaji au ubomoaji hadi kesi itakaposikilizwa kikamilifu. Wakati baadhi ya wakazi wakiendelea kulala nje bila chakula, pesa au mahali pa kuishi, wanatumai haki itatendeka hata wanapojaribu kuanza upya maisha, jambo ambalo wanasema ni gumu sana kwao.